Laura Otieno, turejee hapa Nairobi ambapo chama cha mawakili LSK kinafanya uchaguzi wake hii leo kote nchini. Shughuli ya kupiga kura imeanza katika vituo vya kupigia kura, huku mawakili wakijitokeza kuwachagua viongozi watakaoendesha shughuli za LSK. Shughuli ya kupiga kura inaendeshwa na tume ya uchaguzi nchini IEBC na inawashirikisha mawakili wapatao 18,000 kote nchini. Kwa maelezo zaidi tunaungana mubashara na mwandishi wetu wa masuala ya kortini Zoya Walter ili aweze kutupasha zaidi. Naam, asante Babu, na kama unavyoona nyuma yangu mawakili kwa sasa ukilinganisha na asubuhi wameweza kujitokeza kwa wingi ili kupiga kura kama inavyotakiwa, ikikumbuka kwamba hamu ama muhula wa Faith Odhiambo utakuwa unakamilika mwezi ujao na rais mpya akiweza kuchukua usukani huo, na ni mawakili zaidi ya 18,000 ambao tunatarajia wajitokeze ili kuweza kupiga kura. Itakumbuka kwamba hichi ni kituo tu kimoja, baadhi ya vituo vingi ambavyo vimewekwa katika mahakama yote hapa nchini ambapo mawakili hawa wanapatikana ili kuweza kupiga kura. Ni uamuzi ambao bila shida kila mtu anataka kujua ni nani ambaye atachukua uongozi huo, ikikumbuka kwamba mwaka ujao tutakuwa kama nchi tunafanya uchaguzi mkuu. Kwa hivyo hivi sasa naungana na anayesimamia uchaguzi huu katika kituo hichi cha Milimani aweze kutuelezea zaidi, manake katika kituo hichi tuna mawakili 15,000 ambao wanafaa ama wanatarajiwa kuweza kupiga kura. Tutakumbuka kwamba kura hii kupiga kura kutakuwa kunamalizika mwendo wa saa 12. Je, bwana Justus Mbili, mtaanza kuhesabu kura punde tu saa itakapokamilika ama mtapatia watu nafasi kidogo? Tukimaliza tukifunga vituo saa 11 tutaanza tu, hata kama itakuwa break tutakuwa kama dakika 10 tu hivi, and then tuanze immediately na ile ya president. Yes. Na ukilinganisha asubuhi hatukuwa tumeona maafisa wa usalama mali hapa, hata kama walikuwa wachache, lakini kwa sasa tunaona maafisa wa usalama wameweza kujiweka kila sehemu. Je, kuanzia saa 2 mpaka sasa kulikuwa na tafaruku yoyote ama kulikuwa na mshike hapa na pale ndiposa tunaona maafisa wa polisi wameweza kuwa mali hapa? Asubuhi tu unajua ilikuwa ni ile hali ya kufungua, ndio sababu hawa maafisa hawakuweko na tuko tunatarajia kwamba kungekuwa na kitu yote ambayo inaendelea, lakini sasa wakati mwingine tension inaanzanga wakati tunaelekea wakati wa kuhesabu kura, na sababu naona wako hapa just ilikuwa ni ile kuwa standby just in case kitu itokee, lakini hatudhani kwamba kuna kitu inatokea. Kwa hivyo kufikia sasa kila kitu ni shwari. Kila kitu yote iko swali, na nasema kwamba kati ya wale ambao mawakili ambao wako hapa karibu 1500, kati yao 1500 ni kama wameingia na kupiga kura. Naam. Yes. Asante sana. Kwa hivyo umesema ikifikapo saa 11 mtafunga na tuanze kuhesabu kura. Na je, majibu tutaweza kuyapata saa ngapi? Kila jibu itatoka immediately. Sasa tuseme kama tukianza na ya president kuelekea kitu kwa saa 1 tutakuwa tunajua nani amechukua kiti ya president. Ile nyingine inaweza kaa because unajua hawa uchaguzi wao ni tofauti. Kuna wale ambao unapata kuna ballot moja ambao wanachukua watu 4. Hiyo inaweza kuchukua muda kiasi, ikuwe ni kama saa 5 saa 6 ndio tunatoa matokeo. Na ni bwana Justus Mbidhi ambaye anasimamia kituo hichi cha Milimani. Vile vile tumeona mawakili wengi wa kuweza kupiga kura, na kwa sababu ya muda bila shaka tutakaa hapa Milimani, tutabaki hapa Milimani, kisha baadaye tutafika katika afisi kuu za chama cha mawakili nchini pale Gitanga Road ili kuweza kuwajulisha watazamaji wetu jinsi ama ni nani ambaye ataweza kuongoza mawakili hawa pamoja na watu wote, manake chama cha mawakili sio tu cha mawakili peke yake, pia wanaangalia maslahi ya umma. Tutaweza kuambia ama kuwajuza kile ambacho mawakili hawa wameweza kuamua. Studio Zoya Walter kutoka eneo la Milimani ambapo wapiga kura wa chama cha LSK ya mawakili